Maarifa Online TV, elimu na hekima. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi ajma'in. Sayyidina Muhammadin huwa wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Karibuni tena kwenye kipindi chetu An-nikahu min al-khitbati ila talaq, ndoa tangu uchumba mpaka talaka. Na leo inshallah tunaendelea kwenye kuongelea hukumu za ndoa, na leo tutaongelea sehemu ya tatu, hukumu nikah bi akthari min wahida, hukumu ya kuoa zaidi ya umoja. Jambo hili ni jambo ambalo linaongelewa sana kwenye mujtama, na leo inshallah tutakuja kujifunza kuna hukumu ya ndoa hii na yale ambayo walioyasema maulama kuhusu ndoa hii. Anasema yubahu nikahu akthara min wahida bima la yazid an 4, inaruhusiwa kuoa zaidi ya umoja ili mradi wasizidi wanne. Yani mtu ana khiari ya kuchagua kuoa umoja, wawili, watatu mpaka wanne, lakini ukizidi hapo inakuwa haijuzu. Na ni ipi dalili ya jambo hili katika Uislamu? Awalan, ad-dalilu min al-kitab. Jambo la kwanza ambalo tutaliona kama dalili ni katika kitabu cha Allah, al-Qur'an. Allah anasema qala ta'ala fankihu ma taba lakum min an-nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Allah anasema oweni wale ambao mnaowataka au mnaowapenda katika wanawake, wawili, watatu, wanne. Suratun Nisa aya ya 3. Ni ipi picha ya dalili hii? Wajhu dalala anna al-aya urida biha at-takhyiru bayna 2 wa 3 wa 4. Aya hii ilikusudiwa kumpa mwanaume khiari ya kuchagua baina ya wanawake wawili, watatu na wanne. Na malengo ya aya hii sio kwamba eti ni kujumlisha. Kuna watu ambao wametafsiri aya hii kinyume, na miongoni mwao Mashia wanasema Allah alikusudia kuoa 9, yani mtu ana khiari ya kuoa wanawake 9, na hii sio sahihi. Na dalili ya kauli hii ni kama alivyosema Allah katika Qur'an, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Na katika malaika kuna wale ambao wana mbawa 2, 3, 4. Yani anakusudia makundi ya malaika ni wengi. Miongoni mwao kuna wale ambao wana mbawa 2, na miongoni mwao kuna wale ambao wana mbawa 3, na miongoni mwao kuna wale ambao wana mbawa 4. Na hakukusudia kwamba kila malaika ana mbawa 9. Na angetaka kusema 9 angesema hivyo. Ukitaka kutizama kauli hii, itizame katika kitabu Al-Mughni Ibn Qudama, mujallad wa 7, ukurasa wa 85. Na maana ya aya hii pale ambapo Allah amesema oweni mnaowapenda katika wanawake wawili, watatu, wanne, ni kwamba Allah anatupa ruhusa ya kuoa wanne. Kama hauwezi, Allah anasema wa in khiftum alla ta'dilu fawahida, na ikiwa mnahofia kwamba mwezi mkafanya uadilifu, basi oweni umoja. Na makusudio yake ni kwamba mna khiari ya kuoa wanawake 4, lakini kama hamwezi kufanya uadilifu kwa 4, basi oweni 3. Na kama hamwezi kufanya uadilifu katika hao 3, basi oweni 2. Na kama hamwezi kufanya uadilifu katika hao 2, basi umoja. Na Allah akasema dhalika adna alla ta'ulu,
na hiyo ndio idadi ndogo ambayo, kwa hiyo ili msifanyi dhulma. Kwa hiyo fanukila al-ajiz an hadhihi ar-rutab ila muntaha qudratihi. Kwa hiyo yule ambaye hawezi kufanya uadilifu, Allah akamuhamisha kwenye hizi taratibu, yani kama hawezi kuoa basi Allah akamshusha mpaka kwa uwezo wake ambao ni umoja, lakini Allah kaanzia kwenye wane. Qala azza wa jalla walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa walau harastum fala tamilu kulla al-mayl. Dalili hii inatuonesha, ambayo ni dalili ya pili, inatuonesha kwamba mwanaume anaweza akaoa mwanamke zaidi ya umoja. Na ni ipi njia ya dalili hii? Allah anasema, na hamuwezi kufanya uadilifu kwa wanawake hata mkijitahidi, hata mkipupia kwa hilo. Yani uadilifu asili yake inakuwa baina ya wawili, watatu, wanne, na kama ingekuwa mwanaume anaruhusiwa mwanamke umoja tu, basi hii aya ingekuwa, na wala Allah hakuharamisha katika aya hii kuoa zaidi ya umoja, na akasema kwa kushahidilia hilo, wala msimili kumili kote, yani msipindi moyo wote kwa wanawake, yani usifanye dhulma ukampenda, hata kama unampenda umoja zaidi ya mwingine, usipindi na ukamdhulumu umoja kuliko mwingine. Kwa hiyo hii ikaonesha kwamba kuoa mwanamke zaidi ya umoja sio haramu, na kwamba Allah amekataza mtu kumili kote au kupinda kote. Kwa hiyo mtu kama hatomili, basi inaruhusiwa kuoa mwanamke zaidi ya umoja. Mnaweza mkatizama katika kitabu Mawsu'atul Usra tahta riayati al-Islam, mujallad wa 6 ukurasa wa 68 mpaka 69. Dalili za pili ambazo tutaziongelea katika kipengele hiki ni dalili za sunna. Hadithi ya kwanza ambayo tutaiongelea, fa an ibn Umar radiyallahu anhuma anna Ghailan ibn Salama ath-Thaqafi aslama wa lahu 10 niswa في الجاهلية فأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير 4 منهن. Anasema kutoka kwa Ibn Umar, Allah waridhie wote na baba yake, kwamba Ghailan ibn Salama Ath-Thaqafi alisilimu na yeye akiwa na wake 10 katika ujinga huko kabla ya Uislamu, na wao wakasilimu pamoja naye. Baada ya kuwa wamesilimu pamoja naye, Mtume akawa amemwamrisha kuchagua 4 miongoni mwao, ama waliobaki awape talaka na awaache. Hadithi hii ni sahih, akhrajahu at-Tirmidhi, na vile vile ameitoa Tirmidhi na akaisahihisha Albani. Na dalili hii inaonyesha kwamba yule ambaye ameoa zaidi ya wake 4 basi atabaki na 4, na wale waliozidi atawaacha. Mfano, kuna nchi tofauti ambazo wana ndoa zaidi ya 4, wanawake zaidi ya 4. Huyu akisilimu anaamrishwa kuchagua 4 katika hao, hata awe na 10 au awe na 20, anachagua 4, kisha waliobaki anawaacha. Na hadithi ya pili ni hadithi ya Harith ibn Qais radiyallahu anhu qala aslamtu wa indi 8 niswa. Anasema Harith ibn Qais, Allah mridhie, kwamba alisilimu na yeye akiwa na wanawake 8. Fadhakartu dhalika lilnabi sallallahu alayhi wasallam faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ikhtar minhunna 4.
hadithun hasan akhrajahu Abu Daud wa hasanahu al-Albani. Harith ibn Qais Allah mridhie anasema nilisilimu na mimi nikiwa na wanawake wa 8, yani wake wa 8. Nikamwambia mtume hilo, mtume akaniambia chagua miongoni mwao 4 tu, yani waliobaki wa awaache. Hadithi hii ni nzuri, alitoa Abu Daud na vile vile ameipendezesha hadithi hii al-Albani. Jambo la tatu ambalo tutaliongelea ni al-ijma', makubaliano ya wanachuoni. Faqad ajma'a al-ulama ala mashru'iyyati zawaji ar-rajuli min 4 niswa. Maulama wamekubaliana wote kwamba ni sheria au inajuzu kwa mwanaume kuoa wanawake 4. Wala yajuzu lahu ziyada ala dhalik, na haijuzu kwa mwanaume huyo kuzidisha zaidi ya wanawake 4. Wanaqala al-ijma'a ala jawazi nikahi min 4 al-Mawardi wa Ibn Hazm wa Ibn Abd al-Barr wal Baghawi wa Ibn al-Arabi wa Ibn Hubayra wa Ibn Rushd wa Ibn Qudama wal Qurtubi wa Ibn Hajar wal Aini. Hao wote maulama ambao tumewataja wametunukulia makubaliano ya wanachuoni katika ruhusa ya kuoa mwanamke zaidi ya umoja, yani 4. Wanaqala al-ijma' ala adami jawazi nikahi akthara min 4 haula, na hao wakatunukulia ijma', makubaliano ya maulama kwamba haijuzu kuzidisha 4. Tutataja baadhi ya kauli zao ambazo walizongelea kuhusu hili. Qala al-Mawardi rahimahullah tufiya sana 450 hijriya, aktharu ma yahillu lilhurri nikahu 4. Anasema al-Mawardi ambaye amekufa Allah mrehemu, Sheikh al-Mawardi Allah mrehemu, amekufa mwaka wa 450 hijri. Anasema idadi kubwa ambayo inaruhusiwa kwa mwanaume aliye huru kuoa ni 4, yani wake 4. La yajuzu lahu ziyada alayhinna wa huwa qawlu sa'iri al-fuqaha, na wala haijuzu kuzidisha kwa 4, na hiyo ndio kauli ya maulama wote. Unaweza kutizama kwenye kitabu Al-Hawi al-Kabir fi fiqh madhhab al-Imam al-Shafi'i lil-Mawardi. Na vile vile Ibn Hazmi rahimahullah akasema ittafaqu anna nikah al-hurri al-balighi al-aqil al-afif as-sahih غير المحجور المسلم 4 حرائر مسلمات غير زوان صحائح فأقل halal. Na Ibn Hazm anasema wamekubaliana kwamba mwanaume aliye huru, aliyebalighi, yani aliyefikisha umri wa utu uzima, mwenye akili, mwenye kujiziwia, yani sio mzinifu, aliye mzima kiafya na ambaye hajaziwiliwa. Ghairi al-mahjur ni yule ambaye ameziwiliwa kwenye haki zake kwa sababu, katika sababu za kisheria. Na Muislamu inajuzu kwake kuwaoa wanawake 4 ambao wako huru, Waislamu ambao sio wazinifu, ambao tena ni wazima kiafya, 4 na kushuka ni halali kwake. Unaweza kutizama katika kitabu Maratibi al-Ijmal Ibn Hazm ukurasa wa 62 na 63. Na vile vile Ibn Hazm akasema lam yakhtalif fi annahu la yahillu li ahadin zawaju akthara min 4 niswa ahadun min ahli al-Islam, wala hakuna hata umoja katika wana Waislamu ambaye amekhtalafiana kwamba haijuzu kwa mwanaume au kwa yoyote yule kuoa zaidi ya wanawake 4.
wa khalafa fi dhalika qaumun min arrawafid la yasihhu lahum aqdu alislam, na wakapinga baadhi yao katika mashia katika kauli hiyo, kama gisi tumesema hapo mwanzo, ambao haisihi kwao kuwaita ni Waislamu. Unaweza kutizama kwenye kitabu Al-Muhalla bil Athar Ibn Hazm mjalladi wa 9 ukurasa wa 7. Na vile vile qala Ibn Abdul Barr rahimahullah, akasema Ibn Abdul Barr Allah mrehemu, qad ittafaqa al-jami'u ala anna lil-hurr an yatazawwaja arba'an wa in khafa an la ya'dil. Na vile vile akasema Ibn Abdul Barr Allah mrehemu kwamba wamekubaliana wote kwamba yule ambaye yuko huru ana ruhusa ya kuoa wanawake wanne, na ikiwa atahofia kwamba hatofanya uadilifu. Yani anakusudia kwamba hofu ya kutokuwa mwadilifu sio maana yake moja kwa moja kwamba hutokuwa mwadilifu, inaweza kuwa tu ni hofu. Kwa hiyo una uhuru wa kuoa wanawake wanne hata kama utakuwa na hiyo hofu. Na vile vile anasema Al-Baghawi Allah mrehemu, ambaye amekufa mwaka wa 516 wa Hijri, ittafaqatil umma ala anna al-hurr yajuzu lahu an yankiha 4 harair thumma in kana musliman fa in shaha nakahahunna muslimatin au kitabiyatin wala yajuzu lahu akthara min 4. Anasema Al-Baghawi kwamba yule ambaye yuko huru, wamekubaliana umma wote kwamba aliye huru inajuzu kwake kuoa wanawake wanne ambao wako huru, na ikiwa ni Muislamu basi akitaka na waoa wote wakiwa Waislamu, yani wanawake wa Kiislamu, au anaoa wakiwa ni wanawake wa Kikristo ambao ni katika ahlul kitab, inajuzu kwake hilo. Na anasema haijuzu kwake kuzidisha wanne. Unaweza kutizama katika kitabu Sharh Sunna mujallad wa 9 ukurasa wa 61. Na anasema Ibn Arabi Allah mrehemu, ajma'at al-umma ala annahu la yajuzu lirrajul an yatazawwaja akthara min 4 niswa, haijuzu kwa mwanaume kuoa zaidi ya wanawake wanne. Wa ajma'a ahlu al-lugha ala butnani ma khilaf dhalik, na vile vile watu wa lugha wamekubaliana kwamba ni batil yule ambaye atasema kwamba aya inakusudia wanawake 9. Hiyo kwenye lugha ikubaliki. Unaweza kutizama kitabu An-Nasikh wal Mansukh fi al-Qur'an al-Karim mujallad wa 2 ukurasa wa 140. Na anasema Ibn Hubayra Allah mrehemu, alikufa mwaka wa 560, wattafaqu ala annahu la yajuzu lilhur an yajmaa baina akthara min 4 harair, kwamba wamekubaliana maulama kwamba haijuzu kwa aliye huru akusanye baina ya zaidi ya wanawake wanne. Unaweza kutizama kitabu Ijma' al-A'imma al-4 wa ikhtilafihim mujallad wa 2 ukurasa wa 175. Waqala Ibn Rushd al-Hafid, anasema Ibn Rushd al-Hafid Allah mrehemu, alikufa mwaka wa 595, wattafaqa al-muslimuna ala jawazi nikahi 4 min an-nisa ma'an, na Waislamu wanakubaliana kwamba inajuzu kuoa wanawake wanne kwa pamoja. Wadhalika lilahrari min arrijal, na hilo ni kwa wanaume ambao wako huru. Unaweza kutizama kitabu Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid mujallad wa 2 ukurasa wa 56. Na vile vile anasema Ibn Qudama Al-Maqdisi Allah mrehemu, alikufa mwaka wa 620, ajma'a ahlul ilmi ala annahu laysa lilhurri an yajma'a baina akthar min 4 zawjatin wala na'lamu ahadan khalafa minhum shay'an. Anasema wana wa elimu wamekubaliana kwamba aliye huru ana haki ya kukusanya wanawake zaidi ya wanne,
wala hatujui hata umoja katika wana wa elimu ambaye amekhalifu hilo jambo. Wayuhka an al-Qasim ibn Ibrahim annahu abaha 9 wa hadha laysa bishay'in, na kwamba inaelezeka kwamba kutoka kwa al-Qasim ibn Ibrahim kwamba alijuzisha kwa wanawake 9, na hili kwetu sio hoja wala si chochote. Unaweza kutazama kitabu Al-Mughni mujallad wa 9 ukurasa wa 171 mpaka 471 mpaka 472. Na vile vile anasema Al-Qurtubi Allah mrehemu, alikufa mwaka wa 671, qad ajma'a al-muslimuna ala anna man lam yakhaf al-qista fi al-yatama lahu an yankiha akthara min wahida 2 au 3 au 4. Anasema Al-Qurtubi Allah mrehemu kwamba Waislamu wanakubaliana, na tukitaja Waislamu hapa tunakusudia wana wa elimu na sio wale Waislamu wa kawaida, kwamba yule ambaye haofii kwamba atafanya uadilifu katika mayatima, na yeye ana ruhusa ya kuoa wanawake zaidi ya 1, 2, 3 mpaka 4. Tizama kwenye Al-Jami' li ahkam al-Quran mujallad wa 5 ukurasa wa 13. وقال أيضا وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج 4 وإن خاف ألا يعدل. Na vile vile anasema kwamba yule ambaye yuko huru, wamekubaliana hilo kwamba yule ambaye yuko huru ana haki ya kuoa wanawake wa 4 hata kama ataufia uadilifu. Na anasema Ibn Hajar al-Asqalani la yatazawwaju akthara min 4 niswa bil ijma', anasema mtu asiowi zaidi ya wanawake 4, na hilo ni kwa makubaliano wa wanazuoni. Wala yultafatu ila qawli ar-rawafid bi annahu yatazawwaj ila 9 niswa, wala hatuangalii kauli ya Mashia kwamba ana ruhusa ya kuoa wanawake 9. Unaweza kutazama kwenye Fathul Bari mujallad wa 9 ukurasa wa 139. Kwa hiyo hizi ndio kauli za maulama ambazo wamezitaja kwenye huu mlango, na jambo la kuoa wanawake 4 katika Uislamu ni jambo linakubalika na ni jambo lipo na lina maslahi mengi. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maarifa Online TV, elimu na hekima.